Mjomba. Hapa ndo nishafika kwa mama Ashura hapa. Hivi mjomba. Hivi yule jamaa yule uliongea naye kule ajitambulisha kwa jina la James. Yule kwenye chumba cha Junior kule. Hivi yule muuliza anafanya kazi gani yule? Asa kama ukumuuliza yale yote yalitokea wapi yale? Mara sijui ana bodaboda kawapa vijana, mara maduka ya manafaka, mara duka la chakula, mara sijui ana mavitu yake serikalini. Ila kuna watu wanapenda sifa mjomba. Basi sawa, mimi nishafika. Pangoni muangalie mama Ashura kwanza hapa. Alafu nitakujulisha sasa hivi. Haya mjomba. God have mercy upon us. Leo mganga mimi na mimi kama mjinga Ngoja leo niende, alafu deki. Ngoja kwanza. Tukia. Yaani sija na mkuliaje mimi. Kaka. Samani. Naomba mara moja. God have mercy upon us. Una shida na mimi? Na shida na wewe. Kuna nini tena na wewe? Nimechoka. Kwa natafuta vyumba. Mbona mimi nafaa fresh, unatafuta mchumba? Hapana, sio mchumba, ni vyumba. Sasa hapa unajua mimi bwana, mimi na mambo mengi. Kwa sababu nina hela na mambo yangu kibao, kwa kujua sehemu gani kuna unatafuta chumba au vyumba? Chumba. Sasa mimi hapo kujua kidogo changamoto. Sema usijali. Yaani mimi unajua hapa nina nyumba kama 6. Nina nyumba 6 kwa mtu afu zote za wapangaji. Lakini mtu akiniangalia jinsi nilivyo, hawezi kuamini kwamba nina nyumba 6. Sasa hapa chumba umepata. Chumba umepata. Kwa hiyo hapa sasa hapa inakuwaje? Kuna mtu hapa atanikamsaidie. Sasa unaweza kanipa namba yako afu baadaye nikakutafuta. Sawa, hakuna shida. Niandikie namba yako leo nakutafuta ili ukaangalie chumba kizuri na tufanyia bei rahisi. Nina nyumba hapa mimi mjini. Andika namba yako. Simu kubwa unajua imezima chaji na simu kubwa kama 2 hivi. Zote za maana. Andika namba yako. God have mercy upon us. Tayari? Basi mimi nitakutafuta. Sawa, usisahau kaka. Sawa. Usisahau. Usijali, umepata. Shapata mchumba hapa. Bwana. Ngoja niende kwa mganga. Halo mjomba. Sasa mimi nimekuja huku. Ila bado mambo yale yale. Huyu mama Ashura wenyewe sijamkuta. Kwa hiyo sasa mjomba, tunapoelekea huku tunaweza tutamkosa huyu mpangaji huyu. Mpangaji mwenyewe anaonekana ni mtoaji. Hana mambo usumbufu. Sasa mjomba anakuja anatoa kodi ya miezi 6. Wakati wengine anakuja miezi 2, miezi 3, wengine mpaka mwezi mmoja na bado anaomba. Kwa hiyo mjomba, mimi kwamba tufanye hivi. Ule mlango kule mimi niko na tuuvunje. Alafu tukishauvunja ule mlango tumuite fundi aje utengeneze. Akishautengeneza yule mpangaji anaanza kuhamia. Maana sasa tukae hivi. Tunaweza mtoto amkosa yule mpangaji, akaenda kutafuta nyumba sehemu nyingine. Kwa mimi kwamba sasa mjomba wangu ufikirie hicho nilichokuambia. Sawa mjomba. Haya. Kaka, habari? Salama, vipi? Kwema? Kwema. Samani kaka, nimekuja kumuulizia mama Ashura, sijui nimemkuta. Bwana mama Ashura hapa siku mbili hizi. Yaani sio siku mbili, tuseme siku za hivi karibuni. Mama Ashura amekuwa ni changamoto sana kupatikana hapa. Mama Ashura kifupi ni hayupo. Katoweka kwa sababu mimi namtafuta kweli. Sababu nina shida naye, yaani nina shida naye muhimu kweli. Lakini kila nikija simpati mama Ashura, kila nikija hayupo.
Afu nikimpigia simu zake hazipatikani. Sijui shida ni nini yani. Lakini katoka kunipigia sasa hivi huyo Mama Ashura. Na namba aliyotumia namba ngeni. Mama Ashura kakupigia? Lakini nilipokuja kumuuliza kajitambulisha yeye ni Mama Ashura. Lakini sauti imenichanganya, sio Mama Ashura niliyemzoea. Ndio maana nimekuja kwake kumwangalia kama yupo. Sasa hapo shida sijui ni nini. Kwa maana mwenyewe namtafuta kweli yani. Ila ndio hivyo simpati. Kwani vipi? Mbona tumbo ashikashika sana tumbo vipi kulikoni? Yaani nasikia tumbo kangu linauma. Pole dadangu. Shida nini? Tuachane nayo. Nilikuwa na shida na Mama Ashura, kwa kuwa yupo ngoja mimi niende tu. Hapo Mama Ashura yupo ni changamoto sana sasa hivi Mama Ashura kupatikana. Ya bana mimi naenda. Haya. Shoga yangu Lucy. Sasa mbona unaondoka? Bwana, nilikwambia baada ya siku 2 uje, si ndio? Ndio maana nimekuja. Sasa bwana, nimeongea na mizimu kidogo. Ngoja kwanza. Hivi mizimu unakuwa unaongea nayo kwenye simu eh? Yes. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba mizimu nayo siku hizi inasajili line kwa alama za vidole au? Yaani wanakuwa na nida nao mizimu au mimi je sijaelewa. Tuachane kwanza na hayo bwana. Swali nitakujibu baadaye. Sasa nimeongea na mizimu kidogo. Wapo bize kidogo. Mizimu ipo bize. Ipo bize. Kwa hiyo tuipe muda kidogo. Wakishakaa vizuri basi nitakushtua. Sawa sasa bwana. Mimi bwana nimekuja hapa. Nataka nikupe mchongo wa hela. Haya ndo mambo sasa. Mchongo wa hela. Mchongo wa hela bwana. Unajua bwana, kuna mtu ana shida. Kuna mtu ana shida akanifuata. Akaniambia, Sila, mimi na shida 1 2 3. Nina kiwanja changu 20 kwa 20 nafanyaje? Nauza. Nataka shilingi ngapi? Laki hizi? Nataka 300,000. 20 kwa 20? Anataka 300,000 kipo hapa Kitunda. 300,000? Anauza kiwanja 300,000, ana shida. 300,000? Sasa kwa itakuwa kiwanja au smartphone? Hicho ni kiwanja anauza. Yaani yeye kanifuata kaniambia, bwana 1 2 3 mimi bwana na shida hivi na hivi. Yaani ana shida kweli, yaani shida imembana. Mimi sasa 300,000 sina. Nikasema sasa, nikafikiria nikakumbuka ndugu yangu. Akasema ndugu yangu akiwa na 300,000 hiki kiwanja nakichukua. Hiki kiwanja nakichukua. Kwani wewe nani? Mimi Mama Ashura. Mama Ashura? Wewe unioni mimi Mama Ashura. Makubwa. Toka lini wewe kama Mama Ashura? God have mercy upon us. We, na Mama Ashura. Makubwa. Wewe umeweza kujitambulisha kwa ni Mama Ashura? Dadangu, utakuwa unaanza kudata unaangalia mimi Mama Ashura uniangalia. Lakini umeweza kusema wewe ni Mama Ashura? Dadangu, mimi sio Mama Ashura kama unangalia mimi unaponangalia mimi Mama Ashura mimi. Nenda kapumzike. Maana unasema tumbo linakuuma, itakuwa tumbo linakuchanganya hilo. Sio kuchanganyikiwa kwa hivi. Yaani uchanganyikiwe kwa hivi, mtu unamsikia sasa anasema Mama Ashura afu changanyikiwe. Nenda kapumzike dadangu, utakuwa umechanganyikiwa. Maana unasema tumbo linakuuma. Maana sasa unaanza kuniita Mama Ashura. Wewe unafuta mimi Mama Ashura mimi. Yaani haiwezekani kuniita mimi Mama Ashura, au unaangalia mimi Mama Ashura, au ndo kuvuana nguo huko. Sio kivile kuchanganyikiwa. Au kaza umeita Mama Ashura. Wewe dadangu nenda kapumzike. Unaona unaweza kuchanganyikiwa, nenda kapumzike. Wewe unaniita mimi Mama Ashura, mimi Mama Ashura. Umedata dadangu, wewe unaniita mimi Mama Ashura kuniangalia mimi. Nenda kapumzike dada. Kapumzike, nenda kapumzike. Sijawahi kuchanganyikiwa bwana kwa hali. Mtu kabisa unamuita, anakuita Mama Ashura. Alafu unaenda unamwambia wewe Mama Ashura, anasema nimechanganyikiwa. God have mercy upon us. Au kwenda kwa nimechanganyikiwa. Sema sasa kwa Kitunda ili kupata kiwanja cha 300,000 changamoto. Alafu Dar es Salaam. Dar es Salaam hapa. Upate kiwanja 300,000. Hiyo ni bahati. Yaani hizo bahati hazirudi mara mbili. Kwa sasa nikaona ndugu yangu, hii show uichukue, hichi kiwanja ukichukue. Kwa sababu mimi kanikabidhi.
kanikabidhi kiwanja Sila bwana, kiwanja hiki hapa. Na shida na laki 3. Una uhakika lakini unachokiongea na ultima? Kiwanja kipo. Mimi na ukitaka nakupeleka, unakiona, unalipia, inakuwa cha kwako. Uhakika? Uhakika. Una hela? Hapa mimi laki 3 sina. Ila mimi nitaingia popote, nitakopa sehemu yoyote. Sawa? Ili mimi nikichukua ni sehemu yote nitaingia ili mradi nikichukue. Sasa usichelewe, hiyo ni bahati unajua. Akitokea mtu hapa mimi nitamuuzia kwa sababu kanikabidhi mimi. Yaani usiwe na pressure na usimuuzie mtu mwingine. Yaani hiyo nimekupa hiyo uhakika. Elewa. Kwani baada ya siku ngapi labda mwenyewe ana shida? Wewe hapo jitahidi hata wiki. Kwa sababu mimi kanikabidhi mimi. Jitahidi hata wiki hiyo hela uipate afu nikabidhi. Kwani wiki na siku ngapi? Siku 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7. Hizo 7 kwangu nyingi sana hizo. Jitahidi hapo kama unaweza kukopa kakope ili unikabidhi hela laki 3 nikupe kiwanja hicho. Yaani hapo jinsi ninavyoongea na wewe, yani kichwani kuna watu tayari washaingia ni kichwani kwangu yani. Najua hapa ni mwingine nani hapa ni mfesi. Anaweza akanigia laki 3 yote, mwingine laki 2, nitajua nafanyaje. Basi sawa, hamna shida. Hamna udalali hapo? Yaani hiyo kiwanja kanikabidhi mimi, kwa hiyo wewe tu. Kwa nini dondoshia mizigo wewe? Kiwanja cha kwako. Basi swala msingi na mfereji. Mimi nimekuelewa. Haya. Hamna shida. Na kuhusu maswala kama nilivyokuambia sasa. Hayo yananilia mimi ya mizimu kwanza. Mizimu kwanza achana nayo kwanza, tudili kwanza swala la kiwanja hili. Mizimu imekula pause kwanza. Tudili swala la kiwanja tulimalize hili, alafu tutaangalia hiyo mizimu inasemaje, sawa? Sawa. Hamna shida.